Shukuru tena wapendwa, Mungu wetu ambaye ametulinda na kutukinga wiki nzima hadi kutufikisha wakati na muda kama huu. Wako wengi walitamani, walipenda kufikia wakati huu na muda huu, lakini hawako wazima. Wengine wako katika shida mbalimbali, lakini ikiwa Mungu amekupatia fursa, amekupatia nafasi, uko mzima, una nafasi ya kumshukuru na kumtukuza nani? Mungu. Ndio maana Biblia inasema kila mwenye pumzi na umsifu nani? Bwana. Amen. Sababu ya hiyo ni vema tuanze ibada yetu rasmi jioni ya leo. Tunaalika wote wanaotufuata kwa njia online, walio kwenye manyumba zao na walio na nafasi mbalimbali ambao simu zao ziko on. Karibu sana kwa mtandao kwa njia ya Facebook, ili kwamba ukaweze kubarikiwa na kujengwa na sisi pamoja. Tafungua moyo wako, tuwe katika maombi na turuhusu Mungu akaweze kutuhudumia. Tunaomba Mama Trezo atatufungulia kwa maombi na baadaye tutaanza kipindi cha jioni leo. Karibu sana na Mungu wa mbinguni akubariki. Amen. Tuombe. Bwana wangu Yesu Kristo, tunasema asante tena Bwana Yesu kwa nafasi na wakati umetupa, kwa ulinzi na uchungaji. Tunakuja mbele zako tena Bwana, ili tukaweze kupata nafasi na wakati pamoja nao. Lengo na shauku yetu, Mungu, tunahitaji kuhudumiwa. Mioyo yetu Bwana tunahitaji ukaweze kuhudumia, ukaweze kutuonekania, tukaribie, tusogelee, fanya kitu kipya na jambo jipya. Onekana kati yetu katika ibada na katika mkutano huu. Mhudumie kila mmoja wetu. Damu yako Bwana, muonekanie kila mmoja wetu. Tunataka ingia kwenye ibada Baba. Fanya kitu kipya kati yetu Bwana. Baba, uko pamoja na sisi. Acha neema yako katifu mahali hapa. Roho yako Bwana kazitumia. Uwepo wako Bwana kazi kutawala. Na mkono wako mkonekane. Pokea sifa Bwana. Baba mbinguni. Pokea utukufu. Kila kipingamizi asante Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi. Asante Bwana. Kisipate nafasi kwa ajili yetu. Utukaribie jioni leo. Mbinguni. Tudumie jioni leo. Fanya kitu kipya ndani mwetu. Bomoa kila kazi ya shetani. Vunja kila kusudi mbaya. Jifunue katika ibada hii. Mhudumie kila mmoja wetu. Hatutaki kutoka hapa kama vile tulivyokuja. Tunahitaji kujazwa. Tunahitaji kuvikwa. Tunahitaji kuandaliwa. Tunahitaji kuvuviwa. Tunahitaji kupakwa. Tunahitaji kutumiwa kama vyombo vyako. Pokea sifa tukufu na heshima Bwana. Kwa uwezo wa jina lako Kristo Mfalme, nikiomba hivi. Amen. Amen. Tunaenda katika nyimbo za wokovu. Tunaimba wimbo ya namba 16 katika nyimbo za wokovu. Amen. Yoyote uonayo huko. Amen. Tutaimba, wale ambao wanajua waelekeze wale ambao hawajui, na naamini Mungu atatubariki na atatujenga. Amen. Amen. Yoyote uonayo uko katika mwendo wako, yafaa kumwambia ya Yesu atakusaidia. Kwa kuwa kila aombaye Mwokozi neema yake ataokoka na hatia na atamsifu yeye. Kwa kuwa kila aombaye Mwokozi neema yake ataokoka na hatia na atamsifu Yesu. Ukichukiwa na wenzako na ukijaribiwa, Mwokozi yu karibu sana, maombi asiki. Kwa kuwa kila aombaye Mwokozi neema
hatia na atamsifu Yesu. Oh, ukiwa na makosa mengi na roho yako ngumu, neema yake ya kutosha utubu dhambi, imba kwa kuwa kila aomba Mwokozi neema yake ataokoka na hatia na atamsifu Yesu. imba kwa kuwa kila aombaye Mwokozi neema yake ataokoka na hatia na atamsifu Yesu. ukiwa nguvu mara nyingi kuomba kwa bidii, uombe Baba kama mwana akusikia, imba kwa kuwa kila aomba Mwokozi neema yake ataokoka na hatia na atamsifu imba kwa kuwa kila aombaye Mwokozi neema yake ataokoka na hatia na atamsifu. Karibu kwa mambo ya msamaha Baba, katika jina la Yesu. Tunakuja kwako Bwana tukiwa tumetulia kwenye kembe zako. Kwako Mungu wetu Bwana, tunaomba tusamehe. Utusamehe katika yote tumejikwaa. Tusamehe katika yote tumeingilia siyopendeza. Tusamehe katika yote yaliyo kinyume cha mapenzi yako. Tusamehe katika yote yasiyofaa mbele zako na machoni pako. Rehema zako tunazihitaji. Rehema zako tunazihitaji. Na uleta moyo wangu, uleta maisha yangu. Naomba unisamehe na kuniumia Bwana. Mimi mwenye dhambi, naomba unitakase. Naomba unioshe. Naomba unisafishe. Nitakase na kila dhambi. Nitakase na mawazo mabaya. Nitakase na nia mbaya. Nitakase na mwenendo mbaya. Nitakase na tabia zibaya. Nitakase na kila tendo lisilofaa lisilostahili. Nikubalike machoni pako mbele zako. Naomba kutakasika. Takasa roho yangu. Takasa nafsi yangu. Takasa mwili wangu. Hata nikaweza kukubalika mbele zako machoni pako Bwana. Hata tukaweza kupata kibali tunapotia jina lako jioni leo. Bwana, tunaleta mioyo yetu na tunaleta maisha yetu. Tukiwa tumenyenyekea mbele zako machoni pako, tunahitaji rehema zako juu ya kila mmoja wetu. Samehe 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 kila mmoja wetu. Rehema zako juu yetu Bwana. Rehema zako juu yetu Bwana. Ututakase Kristo, utuoshe Kristo, utusafishe Kristo, tufanye kuwa safi, safi kama theluji. Hata tupate kibali machoni pako na mbele zako. Asante Mungu wetu. Asante Bwana wetu. Asante Mwokozi wetu. Asante kwa kutusamehe. Asante kwa kutuhurumia. Asante kwa kutukubali. Asante Mungu wetu na Bwana wetu. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima. Damu ya Yesu, imba damu. Damu ya Yesu. Oh, iyo damu, damu ya Yesu. Usafisha kabisa. Iyo damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Imba damu, damu ya Yesu. Imba damu, damu ya Yesu. Baba usafisha kabisa. Imba na nguvu za shetani. Imeshindwa na Yesu. Haleluya, na nguvu za shetani. Imeshindwa na Yesu. Oh, na nguvu za shetani. Imeshindwa. Asifiwe Mwokozi. Tuombe utakaso kama Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu, damu ya mwana kondoo wa Mungu iliyomwagika pale msalabani, damu iliyo na uwezo na mamlaka ya kutakasa na kusafisha roho ya mwanadamu, damu iliyomwagika pale Golgotha, damu iliyotakasa dhambi za ulimwengu mzima, damu iliyomwagika kwa ajili ya dhambi na makosa yangu. Naomba
Naomba takasa roho yangu jioni leo. Takasa roho, takasa nafsi na mwili. Nioshe na kila uchafu wa kila aina. Uchafu wote ule wa rohoni, uchafu katika roho yangu, uchafu katika nafsi yangu. Naomba kuoshwa, naomba kutakasika, naomba kusafishwa. Hata nifanye kuwa safi, safi kama theluji. Asante Mungu wetu. Asante Bwana wetu. Asante Mwokozi wetu kwa kututakasa jioni leo, kwa kutuosha jioni leo, kwa kutusafisha jioni leo na kutufanya kuwa safi, safi kama theluji. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, pokea utukufu, pokea heshima. Ubarikiwe Mungu na kuhimidiwe. Haleluya. Pate kuimba sana karibu pamoja na wewe. Asante Yesu Kristo msaidizi. Acha Teresa aseme asante kwa kipindi karibu. Bwana Yesu Kristo, nakuja mbele zako nikisema ni asante kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa ulinzi wako, asante kwa kimeji wako na kila mmoja wetu kwa mali hapa siku hai. Mengani mkono wako kwa ajili wengine wanakufa huko nje, lakini sisi bado tuko wazima siku ya leo kukutukuza na kuabudu Yesu Kristo hai. Fanya kushukuru tena juu ya Yesu Kristo hai. Naamini kwamba uko pamoja nasi siku ya leo tunapoanza Yesu Kristo hai, na utamaliza pamoja nasi katika kipindi hiki. Utulinde na utukinge na utupe Roho wako Mtakatifu, utuongoze na uwe na kila mmoja wetu mali hapa. Asante tena Bwana, na fanya kusikurudi na ulinzi wako kinjao kwa ajili ya kila mmoja wetu, na ni katika jina lako Yesu Kristo nimeomba. Amen. 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 Jina Bwana barikiwe. Amen. Bwana Yesu abarikiwe. Amen. Asante sana kwa Teresa Masubi kwa kutolekeza na kukamilisha kipindi chetu cha kwanza. Mungu akubariki sana. Tuenda katika hatua nyingi, nyimbo za wokovu moja kwa moja. Katika nyimbo za wokovu tunaimba namba ya 24 ambayo sote tunajua, namba ya 24, 24. Amen. Wote tunaenda kuimba, tuimbe tukiwa na furaha. Ikiwa koo yako inaweza kauka, maji iko kwa ajili ya kutumia, lakini tuimbe kwa ajili ya kumtukuza na kumsifu Bwana wetu Yesu Kristo, na sifa na tukufu zitamrudi nani? Yesu Kristo. Amen. Amen. Katika nyimbo za wokovu namba 24 inasema, E Mungu mwenye kweli. Amen. Amen. E Mungu mwenye kweli, na kuamini sana maneno yako yote milele yatadumu. Nitekatishika nikakusaidia, nategemea Bwana ahadi yako. Katika uchungu ni heri kuamini, naweka roho yangu kulinda nawe Bwana, uliyenifundisha kuita jina lako, naona tumaini na tegemeo lako. Naona tumaini na tegemeo kwako, ninavyoomba kweli, najua wasikia yaliyo mema kwangu, najua wayafanya katika shida kali, waweza kunilinda, wanichukua mimi na masumbuko yangu, 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 wanichukua mimi na masumbuko yangu. Amen. Ati Wanichukua. Mungu anatuchukua na masumbufu yetu yote. Hallelujah.
Amen. Amen. Kuna yale ambayo unaweza kubebea wanadamu na wataweza kuyachukua. Kweli Baba. Maana hawana jibu kwa ajili ya yale shida yako. Amen. Lakini tunapokuja kwa Yesu Kristo Ndio, na masumbufu yetu na shida zetu, yeye yuko tayari kutuchukua. Amen. 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 Na kuweza kusimama pamoja na sisi katika hiyo yote ambayo ilitokea, Hallelujah. na tunapata suluhisho, tunapata jibu. Hallelujah. Amen. Amen. Maana Yesu ni mfalme wa wafalme Kweli. na ni Bwana wa mabwana Bwana. na ni Mungu juu ya miungu. Hallelujah. Yeye ni yote ndani ya nani? Ya Ya yote. yote. Amen. 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 Tunataka kusifu nyimbo mbili ya kusifu na kuabudu, kisha tusikie neno la Mungu. Amen. Atawale, atawale, umwalike Yesu, atawale. Atawale, atawale, umwambie Yesu atawale. Atawale, atawale, umwambie Yesu, atawale. Atawale, atawale, umwambie Yesu atawale. Ona wewe Baba, moyoni mwako, mwalike Yesu, atawale. Atawale, atawale, umwambie Yesu atawale. Na wewe dada, maishani mwako, mwambie Yesu, atawale. Atawale, atawale, umwambie Yesu atawale. Oh, milele milele, Mungu wa baraka ni Yesu. Milele milele, Mungu wa baraka ni Yesu. Oh, milele milele, Mungu wa baraka ni Yesu. Milele milele, Mungu wa baraka ni Yesu. Oh, milele milele, Mungu wa baraka ni Yesu Baba. Milele milele, Mungu wa baraka ni Yesu. Oh, milele milele, Mungu wa baraka ni Yesu. Milele milele, Mungu wa baraka ni Yesu. Ekelekele Nzambe wa moyo masia wangu. 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 Oh, ekelekele Nzambe wa moyo masia wangu. Ekelekele Nzambe wa moyo masia wangu. Nzambe wa moyo masia wangu. Nzambe wa moyo Masia wangu. Nzambe wa moyo Nzambe wa moyo Masia Nzambe wangu. wa moyo Masia Nzambe wangu. wa moyo. Masia wangu. Ni Yesu. Ni Yesu. Oh, ni Yesu. Ni Yesu. Kama baraka ni Yesu. Ni Yesu. Mungu mzima ni Yesu. Ni Yesu. Ni Yesu. Ni Yesu. Ni Yesu. Ni Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Oh, nani mwanaume kama Yesu? Oh. Nani mwanaume kama Yesu? Chini ya jua na mbingu hakuna mwingine, chini ya jua na mbingu. hakuna mwingine kama Oh, Yesu. nani aokoa kama Yesu? Oh. Nani aokoa kama Yesu? Oh, chini ya jua na mbingu hakuna mwingine, Oh, chini ya jua na mbingu hakuna mwingine kama Oh, nani Yesu. anaponya kama Yesu? Oh. Nani anaponya kama Yesu? Chini ya jua na mbingu hakuna mwingine, chini ya jua na mbingu hakuna mwingine kama Oh, Yesu. kuna kama Yesu. Hakuna kama Yesu. Kwa baraka kama Baba. Hakuna kama Yesu. Mfariji kama Yesu. Hakuna kama Yesu. Mponyaji kama Bwana. Hakuna kama Yesu. Hakuna, hakuna. Hakuna kama Yesu. Analinda kama Yesu. Hakuna kama Yesu. Oh, hakuna, hakuna. Hakuna kama Yesu. Bwana lele, Bwana mabwana. Bwana lele, Bwana mabwana. Oh, Bwana lele, Bwana mabwana. Oh, lele. Bwana lele, Bwana mabwana. Oh, Bwana lele, Bwana mabwana. Bwana lele, Bwana Oh, Bwana mabwana. lele, Bwana mabwana. Bwana lele, Bwana mabwana. Bwana lele, Bwana mabwana. Bwana mabwana. Bwana mabwana. Bwana mabwana. Bwana wa mabwana. Bwana lele, Bwana mabwana. Bwana mabwana. Bwana mabwana. Bwana mabwana.
Haleluya. Haleluya. Tena. Haleluya. Amen. Amen. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Imba Baba wa mbinguni, Baba. Hakuna kama wewe, Baba wa mbinguni. Bwana, Hakuna kama wewe. imba Baba wa mbinguni. Hakuna kama wewe, Baba. Haleluya. Hakuna kama wewe. Imba Baba wa mbinguni, Baba. Hakuna kama wewe, Baba wa mbinguni. Baba, Hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni. Hakuna kama wewe, Baba wa mbinguni. hakuna kama wewe. Baba, cha kutumaini sina, Ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Baba, cha kutumaini sina, Ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama, Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama, Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. imba damu yake na sadaka, Nategemea daima, yote chini ya kisha Mwokozi atanitoa. nasimama mimi. Ndiye mwamba ni salama, Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. imba neema ya Bwana yanitosha, Neema ya Bwana yanitosha, imba neema ya Bwana, neema ya Bwana yanitosha, neema ya Bwana, yanitosha. imba upendo wa Bwana, Upendo wa Bwana yanitosha, upendo wa Bwana yanitosha. imba rehema za Bwana, rehema za Bwana, yanitosha, rehema za Bwana, imba furaha ya Bwana, furaha ya Bwana, Baba uko mwema, uko mwema Mola, imba Yesu uko mwema, uko mwema Mola, Mwokozi uko mwema, uko mwema Mola, imba Baba uko mwema, uko mwema Mola. Karibu kwa maombi ya kumwabudu Baba. Tunasema asante maana uko mwema Mungu. Unatosha kwa maisha yetu Bwana. Kwa kila mmoja wetu mahali hapa unatosha. Unatosha kwa ajili ya maisha ya Rosette, unatosha kwa ajili ya maisha ya Trezor. Unatosha kwa ajili ya maisha ya Mama Trezor. Unatosha kwa ajili ya maisha yangu. Kwa ajili yako tunaishi, kwa ajili yako tupo. Kufikia kwetu wakati una mdogo Bwana. Tukiwa wazima tuko hai. Umegharimu neema yako na mkono wako Bwana. Unatulinda, unatukinga, unatuchunga. Unatupigania kwa vita vingi na tunashinda mambo mengi. Mungu atupokea sifa. Mungu atupokea utukufu. Heshima za wewe Bwana. Neema yako Mungu inatutosha. Upendo wako ni ajabu kwetu. Matendo yako Bwana hayawezi kuelezeka. Yanapita fahamu na akili za wanadamu. Ulikuwepo, upo, utazidi kuwepo. Utukufu na sifa zina wewe. Heshima ni zako Bwana. Uabudiwe, uinuliwe na utukuzwe. Mungu tuna Bwana wetu. Pokea sifa, pokea utukufu na heshima. Haleluya. Hakuna mwingine kama wewe Kristo msaada wetu. Waweza, waweza, unaweza Mwokozi. Waweza mambo yote wewe. Unaweza, 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 unaweza Mwokozi. waweza mambo yote. Wewe mwamini. Unaweza, 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 unaweza
kwa ajili ya nafasi na wakati umetupa. Asante kwa uwepo katika ibada yetu hii na katika mkutano wa jioni leo. Mungu unaweza kila kitu, hakuna kilicho juu yako na hakuna aliye juu yako. Wewe ulikuwepo, upo, utazidi kuwepo. Mbingu na nchi ni kazi ya mikono yako. Uliumbwa kwa neno. Na Mungu tupo kwa ajili ya utukufu, kwa ajili ya sifa yako na kwa ajili ya kuinua, kutukuza na kusifu wewe. Acha jioni ya leo Mungu ukaweze kuinuliwa. Jioni ya leo Bwana ukaweze kuabudiwa. Jioni ya leo Mungu ukapokea sifa, ukapokea utukufu na ukapokea heshima. Tawala mkutano huu, tawala ibada hii na tawala kusanyiko letu. Watu wanaotufuata, watu wanaokuwa pamoja nasi, ukaweze kuwabariki, ukaweze kufanikisha, ukaweze kuonekania. Acha ibada yetu Bwana iwe manukato mbele zako, na ilete harufu nzuri ikakupendeze na ikafae. Kwa jina la Yesu Kristo, Bwana wetu na Mungu wetu, tunakutukuza, tunakuinua, tunakuabudu na tunakusifu. Maana uko Mungu unatosha na unenea. Sifa na utukufu na heshima ni zako Bwana. Haleluya. Kutumikia Kristo mfalme. Ninakulilia msaada wangu Kristo mfalme wa falme. Jitukuze duniani nzima. Watoto wangu nipa Kristo. Tumbo yangu Kristo mfalme wangu ikutumikie duniani nzima Baba. Ipaze sauti kwa ajili yako Bwana majeshi. Wewe ndiye Kristo uliyewaumba. Wewe ndiye Kristo uliyenipatia watoto. Wewe ndiye Kristo uliyenipatia wokovu. Wewe ndiye Kristo uliyenifia msalabani Baba. Tumbo yangu Kristo nilitoa sadaka kwako. Yesu Baba, kila aliyewa tumbo yangu Kristo apaze sauti wa kusifu. Wewe msaada wangu, wewe ndiye nguvu yangu Papa, wewe ndiye tegemeo langu, na nina imani siku ya mwisho nitakuona Kristo, utanipanguza machozi Bwana majeshi. Wewe ndiye nguvu yangu Yesu Kristo, msaada wangu, wewe ndiye tegemeo langu Papa. Sina woga wala sina hofu. Ninakuita usiku na mchana, na nitakusifu, nitakuimbia mahali pote. Wewe unaenea, unatosha msaada wangu. Asante Yesu Kristo Bwana wangu. Amen. 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 Jina Bwana libarikiwe. Amen. Wapendwa, tunashukuru Mungu sana kwa nafasi na wakati huu. Tunashukuru kwa neema ambayo Mungu tena ametupea. Amen. Tumekuwa na wakati mzuri katika kipindi chetu cha kusifu na kuabudu. We have had a good time at praising and worshiping. Na naamini kwamba kama ulifungua moyo wako, And I believe if you opened your heart, naamini umejengwa. I believe that you're blessed. Maana haitoshi kuwa na muda mkubwa, muda mrefu sana. Because it's not enough to see a long time or a long time. But ina depend na vile unavyofungua moyo wako. But it depends on how you open your heart. Na unavyoachilia maisha yako mbele za Mungu. And how you let your heart open in front of God. Mungu anakuwa mwaminifu. God becomes faithful. Maana moja anakuja na kutudumia. First he comes to work on us. Ikiwa tutahubiri, if we're going to preach, ikiwa tutasifu na kuabudu, if we're going to praise and worship, sababu kubwa zaidi, the most important thing ni kuhudumiwa na Mungu. Is to be worked by God. Maana maisha wanadamu, because the life of a human, kuna nafasi ya mwili, there's a time for the flesh, na kuna nafasi ya roho. and there's a time of the spirit. Mwili unahudumiwa kwa mahitaji ya mambo ya mwili tu ya dunia. The body is only working on the things of the physical world. Lakini mioyo yetu, but our hearts, inahudumiwa kwa neno la Mungu. It's working on it feeds on the word of God. Na ikiwa Mungu hawezi kutuhudumia, and if God cannot work on us, maisha yetu ya Kristo haina maana. Our life of Christianity has no importance. Itakuwa ni kazi bure. It will be nonsense. Ndio maana, that's what I'm telling you. Biblia inasema mkiwa wawili ama watatu. The Bible says if you're 2 or 3. Na mnapolitia jina la Yesu Kristo. And if you call the name of Jesus Christ, Yesu Kristo kwa pamoja nanyi. Jesus Christ is together with you. Na sababu ya kuwa pamoja nasi, and the reason to be together with us, lengo kubwa ni kutuhudumia. The most important thing is to work on us. Amen. Amen. Naamini tumekuwa na wakati mzuri wapendwa. I believe we have had a good time, beloved. Wale ambao wanatufuata kwa njia online, those who are following us online, kwa njia Facebook, through Facebook, naamini mko pamoja nasi, mmebarikiwa. I believe you're together with us and you're blessed. Tunafika wakati mwingine mzuri, we have reached a good time, ili tukaweze kulisikia neno la Mungu, so that we can listen to the word of God. Naomba tafungua moyo wako. I pray that you open your heart, ili tukamruhusu Mungu akaweze kutuhudumia, so that we can allow God to work on us. Tutachukua Biblia zetu, we will take our Bibles, ikiwa tunazo, if we have one, pale ulipo, where you are, nyumbani kwako, at home, mahali popote pale, anywhere,
Unaweza kuchukua Biblia yako ili tukaweze kusoma pamoja katika Injili ya Mathayo. You can take your Bible so that we can read on the book of Matthew. Sura yake ya 16. Chapter 16. Na tunaanza mstari wake wa 13. We're starting at 13. Mathayo Matthew sura ya 16. chapter 16 Tunaanza mstari wa 13. verse 13 Tutaishia mpaka 18. to 18. Trezor anasoma kwa kitabu kwa Biblia ya Kiingereza na mimi nitasoma kwa Biblia ya Kiswahili. Karibu sana Trezor na Mungu akubariki. I'm reading the name of Jesus Christ. Amen. When Jesus came to the region of When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, Who do people say the Son of Man is? They replied, Some say John the Baptist, others say Elijah, and still others say Jeremiah or one of the prophets. But what about you? He asked. Who do you say I am? Simon Peter answered, You are the Christ, the Son of the living God. Jesus replied, Blessed are you, Simon, Hallelujah. son of Jonah. Yes. For this was not revealed to you by man, but by my Father in heaven. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. Amen. 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 Nasoma kwa Biblia yangu ya Kiswahili Mathayo sura yake ya 16 mstari wa 13 kuanzia pale inasema hivi. Basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi. Akawauliza wanafunzi wake akasema, Watu unena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Wakasema, wengine unena Yohana Mbatizaji, wengine Eliya, wengine Yeremia na au mojawapo wa manabii. Akawaambia, nanyi mwaninena mimi kuwa ni nani? Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia ili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Nami nakuambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Amen. Amen. Jina Bwana barikiwe. Amen. Wapendwa, ni nafasi nzuri Mungu ametupa Beloved, it's a good time God has given us ili tukaweze kuzungumzia maneno haya jioni ya leo. so that we can speak about these words tonight. Na lengo la neno la jioni ya leo Today's title ni kujitambua wewe. is to realizing who you are. Amen. Amen. Lengo la neno ile jioni ya leo, The purpose of today's word, hautaweza kusaidika na Mungu katika maisha yako kama haujitambua wewe ni nani. you can't be helped in your life by God if you're not realizing who you are. Amen. Amen. Pamoja na kumwamini Kristo Yesu, Together with believing in Jesus Christ, pamoja na kuokoka, together with being saved, Mungu hatafuti tu wingi wa watu wanaoingia kanisani kwenda kumwabudu. God is not only looking for many people who are entering the church to pray to Him. Mungu hatafuti wanaojua kuvaa na wanaojua jinsi ya kutembea. God is not looking for people who know how to dress and know how to walk. Mungu hatafuti walio na ujuzi ya kujua kupanga mambo na kujua jinsi ya kutenda mambo. God is not looking for people who have the brain of knowing what to do and how to do things. Lakini Mungu anawatafuta wanawake na wanaume, But God is looking for men and women, watu ambao wanaingia kanisani kumwabudu Mungu, people who are entering the church to praise to God,
na wanajua ni nini Mungu ako anafanya ndani ya mioyo yao. And know what God is doing inside their hearts. Amen. Amen. Watu ambao wanajua kile wanachokifuata. People who know what they're following. Watu wanaojua kile ambacho Mungu iko na kitenda katika maisha yao. People who know what God is doing inside their lives. Sio kumwamini Kristo tu. Not only believing in Jesus Christ. Sio kuwa tu washirika kanisani. Not only being servants in the church. Sio kuwa tu wahubiri. Not only being preachers. Lakini pamoja na kuhudumu. But together with serving. Pamoja na kushiriki ibada. Together with gathering. Pamoja na kumtumikia Mungu. Together with serving God. Lazima mwenyewe utambue na ujue ni kazi gani Mungu iko naifanya ndani ya moyo wako. You must yourself know what kind of work God is doing inside your heart. Maana hiyo, because that itakufanya ukaweze kuendelea. will make you go forward. Ndio itakufanya ujielewe wewe ni nani. That's what's gonna make you know who you are. Itakufanya ujijue ulitoka wapi, uko wapi na unaenda wapi. It will let you know where you came from, where you are and where you're going. Na kila kitakachosimama mbele yako, And all that will stand before you. Unajua ni nani uliyemwamini. You know who you believe in. Na umejua ni nani unamtumikia. You know who you're serving. Katika matatizo, in suffering, katika shida, in problems, unajua yule utakayezungumza na yeye. you know the one that you're going to speak to. Unajua yule utakayemkimbilia. You know the one that you're going to run to. Unajua yule utakayemuonesha shida ama tatizo lako. You know who you're going to show your problems to. Maana unajielewa. Because you understand yourself. Na unajua ni kazi gani Mungu iko anafanya ndani ya moyo wako. Because you know what kind of work God is doing inside your heart. Jina Bwana barikiwe. Amen. Siku moja Yesu akachukua njia. One day Jesus Christ took away. Akielekea Filipi Kaisaria. Going to Philip Caesarea. Na akauliza wanafunzi wake. He asked his disciples. Watu uzungumza ya kwamba mimi ni nani? What do people say? People say that I am. Wanasema kwamba mimi ni nani? What do people say I am? Amen. 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 Wamoja wakamwambia Yohana. Others told him John. Wengine wakamwambia Elia. Others told him Elijah. Wengine wakamwambia Yeremia. Others told him Jeremiah. Na wengine wakasema mmoja wapo wa wana wa manabii. Others told him one of the prophets. Yesu akawauliza. Jesus asked them. Na nyinyi mnasema, sasa nyinyi mnasema kuwa mimi ni nani? And what are you saying that I am? Nyinyi ambao ninaishi na wao. The ones that you that I'm living with. Nyinyi ambao ninatembea na wao. You that I'm walking with. Nyinyi ambao ninakaa na wao. You that I sit with. Mnasema ya kwamba mimi ni nani? Who are you saying that I am? Petro akasema. Peter said. Wewe ndiye Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. You're the Christ, the Son of God who's alive. Amen. Amen. Yesu akamwambia. Jesus Christ answered him. Sikia Petro. Listen Peter. Damu na nyama ya kukufunulia mambo yale unayozungumza. The blood and flesh did not reveal this to you. Ila Baba yangu aliye juu mbinguni. But my Father who is in heaven. Na juu ya mwamba huo. And because of this rock. On top of this rock. Nitalijenga kanisa langu. I will build my church. Na milango ya kuzimu. And the gates of hell. Haitaweza kulishinda hilo kanisa. Will not overcome it. Amen. Amen. Nataka nizungumzie kwa wapendwa. I want to speak here, beloved. Kuna maisha ya mtu na Mungu. There is a life of a person with God. Mungu aenendi na umati. God does not go in a crowd. Mungu ashughuliki na wingi. God does not care about many people. Pamoja na kuwa wengi, together with being many, Mungu anashughulika na mtu. God cares about one person. Amen. Amen. Ndio maana maisha ya Ukristo, that's why the life of a Christian, ni ya mtu mwenyewe pamoja na Mungu. Is a person by himself together with God. Na ni wewe mwenyewe. It's you yourself. Ndio inakupasa ujue ni kazi gani Mungu iko anafanya ndani ya moyo wako. We supposed to know which kind of work God is doing inside your heart. Tunaishi nyakati ambazo kuna mchanganyiko mwingi. We live in a time where there is many confusion. Na watu wanajichanganya na mambo mengi. People are confusing themselves with many things. Amen. Amen. Lakini maisha ya Ukristo, but the life of a Christian, ni maisha ya mtu na Mungu mwenyewe. It's the life of a person together with God. Amen. Amen. Na ni lazima wewe and you yourself ndiye utambue
ujue ni kazi gani Mungu iko nafanya ndani ya moyo wako. You must know what kind of work God is doing inside your heart. Na Mungu anadai maisha ya kila mmoja wetu. And God wants every single life of one of us. Ili tukaweze kuleta maisha kwenye madhabahu. To bring our lives to the ministry. Not water. Madhabahu. Altar. Hapa ministry. Altar. To bring our hearts to the altar. Amen. Ili Mungu akaweze kutendea kazi. So that God can do work inside you. Maisha yetu ya kila siku. Our lives every day. Unajua maisha ya Ukristo. You know the life of a Christian. Watu wanachukuana na mambo mengi. People are doing many things. Lakini maisha ya Ukristo, but the life of a Christian, ni kile Mungu anachokifanya ndani ya moyo wako. It's what God is doing inside your heart. Ni ujenzi wa Mungu ndani ya maisha yako. It's the building of God inside your heart. Umejua watu wameshughulika, you know, many people are bothered na mambo mengi, with many things, lakini kinatakiwa kitu kimoja. But it's only needed one thing. Ni kufungua moyo, is to open your heart, na kumruhusu Mungu afanye nini? Kazi. To allow God to do work. Mungu anapofanya kazi ndani ya moyo wako, if God does work inside your heart, Mungu anakabiliana na tabia za kibinadamu. God fights with the works of the human beings. Mungu anakabiliana na tabia za mwili. Because God fights with the works of the flesh. Mambo ambayo tumepokea toka wazazi wetu. Things that we have received from our parents. Mambo ambayo tumepokea toka dunia hii. Things that we have received from this world. Mungu anaanza kuibomoa. God can break it. Mungu anaanza kuungoa. God can take it out. Mungu anaanza kuharibu yote. God can destroy it all. Ili kwamba aweze kulijenga kanisa lake ndani yako. So that he can build his church inside you. Na ni lazima tujue hivi. And we must know this. Watumishi wa Mungu wanaohubiri injili leo, the servants of God who are preaching the gospel today. Shida ya kanisa tulilo nao leo, the problem of the church that we have today, wahubiri na watumishi wa Mungu wanafikiri ni wao wanaweza kujenga kanisa la Yesu. The preachers and the servants of God think it's them that can build the church of God, Jesus Christ. Lazima watu wajue hivi. But people must know this. Mungu anawainua watumishi. God is raising servants, ili wakaweze kumfanyia kazi, so that they can do his work. Lakini katika kumfanyia Mungu kazi, but on doing the work of God, ili tuweze kuwa wajenzi pamoja na Yesu Kristo, so that we can be builders together with Jesus Christ, tunahitaji uongozi wa Roho Mtakatifu. We need the Holy Spirit. Amen. 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 Tunahitaji uongozi wa Roho Mtakatifu. We need the leadership of the Holy Spirit. Maana mwanadamu hawezi kumjengea Mungu kanisa. Because there is no human who can build God's church. Ndio maana kanisa tulilo nao leo, that's why the church that we have today, lina udhaifu mwingi. It has many weaknesses. Kanisa limeshindwa. The church has lost. Dhambi iko kanisani. Sin is in the church. Tabia zote mbaya ziko kanisani. All the evil works is sababu in the church. Gani? Why? Ni wanadamu ndio wanajenga au wamruhusu Mungu ajenge. Humans who are building, not God. Amen. Amen. Tunapomruhusu Mungu ajenge, when we allow God to build, Yesu atalijenga kanisa lake inavyopasa. Jesus will build his church the way that he's supposed to. Kwa hiyo sio mwanadamu anajenga. So it's not a human who builds. Ni Roho Mtakatifu ndio anajenga kanisa. It's the Holy Spirit who builds the church. Ni Mungu ndio anajenga kanisa. It's God who builds the church. Na Mungu anapojenga kanisa lake, and when God builds his church, lile kanisa sio mjengo wa kibinadamu. That church is not a building of a human. Lile kanisa sio nyumba. That church is not a house. Kanisa ni wewe. The church is you. Amen. Amen. Kanisa ni wewe. The church is you. Ukisoma katika Waebrania, if you read in the Hebrew, sura yake ya 3, chapter 3, ukianzia pale na kushuka, if you start there and down, unasikia kwamba Biblia inasema, you hear that the Bible says, sisi kama nyumba ya Mungu, us like the house of God, mjengo wa Mungu, the building of God. Sisi watu ndio kanisa la Yesu Kristo. We are the church of Jesus Christ. Sisi watu ndio mjengo wa Yesu Kristo. We people are the building of Jesus Christ. Amen. Amen. Yesu anapolijenga kanisa lake, when Jesus Christ builds his church, ambao ni watu wake, which is his people, anajenga maisha ya mioyo ya watu. He builds the life of the heart of people. Anajenga ndani ya mioyo ya watu. He builds it inside the heart of people. Anakabiliana na tabia za asili ya mwili. He fights with the actions of the flesh. Anakabiliana na tabia za dunia. He fights with the actions of the world. Anatujenga kwa kututenga na dunia. He builds us by taking us away, separating us from the world. Ili hata kama tunaweza ishi katika dunia, so that even if we live in the world, lakini hatutatembea kulingana na dunia. we will not
walk by the world. Hatutaishi kulingana na dunia. We will not live according to the world. Tutaishi katika umwili. We will live in this flesh. Tutaishi katika dunia. We will live in this world. Lakini tunaishi maisha ya mbinguni. But we're living the life of heaven. Tunaishi maisha ya Kristo. We're living the life of Christ. Yesu Kristo sio maneno kwa kinywa. Jesus Christ is no words in the mouth. Lakini Yesu Kristo ni maisha yetu. Jesus Christ is our life. Iko ndani yetu. Inside us. Anakaa ndani yetu. He sits inside us. Hatutembei kulingana na tamaa ya miili. Don't walk according to the needs of the flesh. Lakini tunatembea kulingana na kazi ya Yesu Kristo aliye ndani yetu anayoifanya. But we walk according to the work that Jesus Christ is doing inside our hearts. Amen. Amen. Ndio kwa maana Yesu alisema, That's what Jesus Christ said. nitalijenga kanisa. I will build my church. Mimi ndio nitajenga kanisa He langu. said he is the one who's going to build this Na church. milango ya kuzimu The haitalishinda. gates of hell will not beat it. Amen. Amen. Tumruhusu Yesu Kristo ajenge kanisa lake. Let's allow Jesus Christ to build his church. Ukiwa mtume, If you're an apostle, wewe ni mtendakazi. you're a worker. Ukiwa nabii, If you're a prophet, wewe ni mtumishi wa Mungu tu. you're a servant of God only. Ukiwa pastor, If you're a pastor, wewe ni mtumishi wa Mungu tu. you're a servant of God only. Ukiwa mwinjilisti, If you're an evangelist, wewe ni mtumishi wa Mungu tu. you're a servant of God only. Ukiwa mwalimu, If you're a teacher, wewe ni mtumishi wa Mungu you're a tu. servant of God only. Lakini But anayelijenga kanisa lake kukupitia wewe the one who builds his church through you ni Yesu Kristo. is Jesus Christ. Na wakati tunataka kujenga kulingana na akili And we zetu, want to build according to our own minds, kulingana na ile ambayo tunajua, according to what we know, kulingana na uwezo wetu tulio nao, according to our own strength, matukio yake, the outcome. kanisa watu wako ndani lakini hawabadilike. In the church, people are inside, but they're not changing. Matukio yake, The outcome. watu watakuwa ndani ya kanisa lakini wanafiki, People will be inside the church, but are hypocrites. hypocrites. Matukio yake, The outcome. watu watakuwa kanisani People will be in the church, lakini wako mule wakifanya dhambi na wako ndani ya kanisa la Kristo but Yesu. they will be inside there sinning and in the house of Jesus Christ. Nje wanavaa nguo ya wokovu, Outside they are wearing the clothes of salvation. nje wanaonekana Wakristo wazuri, Outside they look like good Christians, lakini maisha yao ya ndani hayabadilike. but their inside life is not changing. Maana ni wanadamu ndio wanajenga, Because it's humans who are na mwanadamu hawezi kumjengea Mungu. the human cannot build for God. Mwanadamu akijenga atajenga sawa vile mwanadamu. If a human builds, he builds like a human being. Maana mtu anajenga mambo ya nje, Because a human builds things of outside, lakini Mungu anajenga mambo ya rohoni. but God builds things of inside. Amen. Mungu akianza kujenga, God builds anajenga moyo wa mwanadamu. builds the heart of a Kiburi human. kilichokuwa ndani ya mwanadamu kinatoka. The anger that was inside the heart of a person. Mungu akianza kujenga, God starts with tamaa ya mwili iliyokuwa ndani yake inatoka. the action that was inside the body leaves. Amen. Mungu anaanza kujenga, God starts building. pepo ya zinaa inatoka. The demon of sinning gets out. Mungu akianza kujenga, God starts building. hasira inatoka. Anger gets out. Amen. Mungu anaanza kujenga, God starts building. ukali uliokuwa ndani ya mtu, Anger inside a person. Mungu anakabiliana nayo. God take care of it. Roho ya masengenyo, Mungu anakabiliana The nayo. heart of Masengenyo ni mamani ni nini? Manunguniko ile ni nini ile? Gossip. Gossip. Okay. The heart of gossiping, God takes it out. Amen. Hizo tabia zote All those actions zilizo ndani ya moyo wa mtu, that are inside the heart of a person. Yesu anapoanza kujenga kanisa lake, When Jesus Christ starts building his church, Mungu anakabiliana na hizo tabia. God takes care of that Hizo tabia action. zinatoka, All those actions get hiyo maisha out. inaondoka, That kind of life leaves. chuki inaondoka, Hate gets out. wivu unaondoka, Hate gets out. mawazo mabaya inaondoka, Bad thoughts get out. moyo wa mtu unabaki safi. The life of a person Hallelujah. stays clean. Yesu anapata nafasi nzuri ya kukaa. Jesus Christ Hallelujah. has Amen. place to sit. Amen. Amen. Maana Mungu analijenga kanisa, Because God is building a church. lakini mwanadamu akilijenga kanisa When a human builds a church, atataka tu vitu vya mwili. he only wants the things of the flesh. Leta pesa kwenye madhabahu, Bring your money to the Let
ministry. Leta nguo kwenye madhabahu. Bring your clothes to the ministry. Toa nyumba yako. Give your house. Toa piki na hiki. Give this and that. Maana mwanadamu anaona vitu vya nje. Because the human sees the things of outside. Anataka kulisha mwili wake. He wants to feed his flesh. Lakini Mungu haoni sawa vile mwanadamu. But God does not see the same as a human. Mungu anaona kwenye vilindi vya moyo wa mtu. God sees from the heart of a person. Na injili ya Yesu Kristo inapenya mpaka kwenye moyo pa. And the gospel of Jesus Christ come and hits the heart like that. Ili iweze kumbadilisha mtu na maisha yake. So that he can change the heart of a person with his life. Ndio maana Yesu akauliza wale wanafunzi. That's why Jesus Christ asked his disciples. Watu wanasema ya kwamba mimi ni nani? What are people saying I am? Na nyinyi pia mnasema mimi ni nani? And what are you two saying that I am? Majibu mawili tofauti. There are two different Amen. answers. Amen. Kuna kile watu wanasema kwa ajili yako. That's what people are saying about you. Na kuna kile unachokijua kwa ajili yako. Hallelujah. Kweli. Amen. Amen. Kuna kile watu wanasema kwa ajili yako. There's what people are saying about you. Na kuna kile ambacho wewe And there is that which unajua kwa ajili yako you mwenyewe. know about yourself. Na kuna kile Mungu anajua kwa ajili ya maisha And yako. there is one that God knows about your life. Amen. Amen. Ni lazima wewe ujue wewe ni nani. You must know who you are. Kweli. Unapaswa kujua moyo wako. You must know your own heart. Na ni lazima kile unachokijua ndani ya moyo wako. And it's a must for what you know inside your heart. Na ndio vile Mungu anajua kwa ajili yako. And that's how God knows about you. Amen. Amen. Ukristo sio mambo mengi. Christianity is not many things. Ukristo ni kitu mwepesi sana. Christianity is an easy thing. Tena ni kitu rahisi sana. It's a soft thing. Maana ni maisha ya Kristo ndani yako. Because it's the life of Christ inside you. Ukimtafuta Kristo If you look for Christ na kumruhusu afanye kazi ndani ya moyo wako, and to allow him to do work inside your heart, matukio yake the outcome, ni maisha ya Kristo ndio itajengeka ndani the yako. life of Christ which will be built inside you. Amen. Amen. Na maisha ya Kristo kijengeka ndani yako, And if the life of Christ is built inside sio you, wewe unaishi lakini Yesu anaishi ndani yako. it's not you who is living but Christ inside you. Na Yesu akiishi ndani ya maisha yako, And if Jesus Christ lives inside your life, mwili utakuwa umekufa kwa ajili ya tamaa zake. the flesh will die because of its actions. Na mwili utakufa kwa ajili ya dhambi And zake. it will die because of its sins. Maana Kristo aliye ndani yako Because Christ who's inside you anauisha mwili wako. will Kristo aliye ndani yako Christ who's inside you anafanya mwili wako ukufe pamoja na tamaa zake, makes your flesh die together with his actions, ili yeye apate kutawala so that he can take over na apate kumiliki. and so that he can stay Ndio maana there. alisema nitalijenga kanisa. That's why he said Nitalijenga kanisa langu I'm gonna build my church, na milango ya kuzimu and the gates of hell haitalishinda. will not overcome. Maana kanisa la Kristo popote pale lipo, Because the church of Christ, wherever it is, ikiwa ni shida, if it's a problem, ikiwa ni matatizo, if it's suffering, ikiwa ni vita, if it's war, ikiwa ni jambo if gani, it's any kind of kanisa la action, Yesu Kristo litasimama the imara. church of Jesus Christ will stand for Kanisa la forever. Yesu Kristo halitashindwa kwa sababu ya majaribu. The church of Jesus Christ will not lose because of trials. Kanisa la Yesu Kristo halitashindwa kwa sababu ya shida. The church of Jesus Christ will not lose because of a problem. Maana ni Jesus Yesu Christ is inside his church. na Yesu Kristo ni Mungu mzima. And Jesus Christ is God completely. Amen. Amen. Jina Baba barikiwe. Amen. Kwa sababu ya wapendwa, Because of that, beloved, Mungu atusaidie may God help us. tuone mpango wa Mungu rohoni Let's see the plan of God kwa ajili spiritually ya ujenzi wa kanisa lake, for the building of his church, na tukubali kuleta maisha kwa Yesu Kristo. to allow to bring our life to Jesus Christ. Tumruhusu achukue usukani wa maisha yetu, Allow him to take control of our lives ili kwamba so that tupate kuwa washindi katika dunia we hii, can be winners in this world. na kila tutakachokifanya And what we're gonna do kipate kumrudishia Mungu utukufu is to give God glory na kumzalia Mungu matunda. and to give him and to give back to fruits. Mungu awabariki sana wapendwa, May God bless us so much. na with that. Mungu aendelee kuonekana kwa maisha yetu. Yes, and God will keep showing himself to our lives. Umejua, watu wengi wanajua hivi, You know, many people know this. kuomba ni kitu ya muhimu, Praying is an important thing. kufunga ni kitu ya maana, Fasting is an very important thing. kukesha ni kitu ya maana. Kukesha katika maombi, kufunga ni fast, kukesha sasa ni veye. Inaitwa nini kukesha? Ni kama tu simu. Okay, kufunga ni kitu ya maana Fasting is an important thing. na kuomba ni kitu ya maana. And praying is an important thing.
lakini kinachohitajika ni maisha ya Kristo ndani ya moyo wako. But what's needed is the life of Christ inside your life. Shetani haogopi kama una Biblia mkononi. Satan does not care if you have a Bible in hand. Na shetani haogopi kama unajua Biblia. And he's not scared if you know the Bible. Shetani haogopi kama unajua kufunga. Satan does not care if you know how to fast. Na shetani hatishwi kama unajua kuomba. And he does not care if you know how to pray. Kama utaomba, If you pray na utafunga, and you fast, amen, amen, na utajua neno la Mungu, and you know the word of God, ila unaishi maisha ya dhambi, but you live a life of sin, haumtishi shetani, you are not scaring Satan. haumuogopeshi shetani. You are not scaring Satan. Maana shetani ni roho. Because Satan is a spirit. Anauona moyo wako, He sees your heart, na anajua kila kitu. and he knows everything. Na lile neno la Mungu ambalo unalijua, And that word of God that you know, yeye analijua zaidi. he knows more than you. Amen. Amen. Lakini shetani atamuogopa mtu But Satan will fear a person ambaye maisha ya Kristo itajengeka ndani yake. who is life, the life of Jesus Christ will Amen. live inside him. Maisha ya Kristo ikiwa ndani yako, The life of Christ is inside you. unaishi maisha ya Injili, You're living the life of the gospel. na ndani yako Yesu Kristo yuko hai. And inside Jesus Christ is alive. Mimi nakwambia shetani akae karibu yako. I'm telling you, Satan will not stay near you. Shetani hakutishi. Satan will not bother you. Shetani hata kukaribie. Satan will not get near Maana you. shetani aone sura, anauona moyo. Because he does not see your face. He sees Na you. anapouona moyo wako na kuona maisha yako, And if he sees your heart and your life, unaishi maisha ya utakatifu, you're living the life of holiness. na unajitenga na dhambi, And you're staying away from sin. na unamtii Mungu. And you're listening to God. Mimi nakwambia shetani hana cha kusimama mbele yako. I'm telling you, Satan does not have anything to stand before you. Utamkemea shetani na ataenda mbali nawe sana. You will cast at him and he will get out. Utaomba juu ya wagonjwa, watapokea uponyaji. You pray on top of the sick and they will receive healing. Utaomba juu ya shida fulani na Mungu ataleta jibu. You receive for a certain problem and God will bring the Maana uko msafi mbele ya Mungu. because you're clean in front of God. Maisha yako ni ya kweli. Your life is of truth. Haujichanganyi. You're not mixing yourself. Ndani yako Mungu yuko. Inside you God lives. Shetani ni roho. Satan is a spirit. Atumtishi na maneno ya Biblia. We do not scare him with the words of the Bible. Atumtishi na kuomba kwingi. We do not scare him with praying much. Atumtishi na mahadisi mingi. We do not scare him with many stories. Anajua ukweli. He knows the truth. Kama wewe ni wa kweli anajua. If you're of the truth, he knows. Kama wewe unapiga midomo tu anajua. If you're just speaking, he knows. Maana anauona moyo wako. Because he sees your heart. Na ukiwa msafi mbele ya Mungu, And if you're clean in front of unaishi God, maisha ya Injili, and you live the life of the gospel, na Yesu Kristo ako ndani ya moyo wako. Jesus Christ is inside your heart. Biblia inasema mpingeni shetani, mtini Mungu. The Bible says, deny the devil and accept God. Amen. Amen. Unapomtii Mungu, When you accept God, utampinga shetani, you will go against Satan. naye atenda mbali na wewe sana. He will go far away from you. Kwa hiyo Wakristo waache mambo mengi, So Christians should stop many things. tuishi maisha ya Injili, You should live the life of the gospel. na turuhusu kazi ya Kristo ndani ya mioyo And yetu, allow the work of Christ inside our heart. na mabadiliko inayochukua nafasi ndani ya mioyo yetu. And the changes that are taking place inside our heart, Huo ndio ushindi wetu. that's our championship. Amen. Amen. Ndio ushindi wetu. That's our championship. Mungu abariki neno lake, May God bless his word. na abariki wakati wetu May he wote, bless all our time. na wale wanaotusikia. And those who are listening. Bwana, tunasema asante kwa ajili ya wakati na muda ambao umetupa. Asante kwa wote ambao umetufuata na wote ambao umetusikia. Acha injili ya jioni leo ipate nafasi ndani ya mioyo ya watu wako na katika maisha ya watu wako. Leta mabadiliko. Acha kila mmoja kupiga hatua na ajue kinachompasa na kinachohitajika kwa maisha yake. Kwa jina la Yesu Kristo, Mungu wetu na Bwana wetu, tukiomba na takuamini. Amen. 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 Mungu